Michael. Michael. Wewe. Vipi, mbona kama uko sawa? Ndio sawa. Sasa kinachofanya mpaka unakaa unawaza namna hiyo kwa sababu toka saa zile tuko kule, tunapiga kazi, tunakagonga kale kazi. Unaona kama uko sawa hivi, ilikuwa tatizo nini? Ndio nakwambia kama kuna jambo kana kutatiza. Utushirikishe na sisi tujue tunafanyaje. Tangu ondoke shangazi nimekuwa sina amani kabisa. Yaani nahisi kama furaha inaanza kutoweka kwangu. Michael. Muda mwingine unapaswa kukumbuka kwamba wewe ni mtoto wa kiume. Huna haja ya kuendelea kumkumbuka shangazi kwa kiasi hicho. Unataka kupambana. Kama unaweza kupambana na watu hapa kijijini, una ujasiri wa kutosha kiasi hicho. Unashindwa kumsahau shangazi ameondoka leo? Tatizo nusu ya maisha yangu ndio anaijua. Lakini siku yote mimi nitamfuata huko alipokwenda kwa bibi. Yaani Michael, yaani mimi kajua sijui nawaza sijui mambo gani makubwa. Labda unawaza hela tutapataje au kazi iongezeke zaidi ya hii tumiliki mapesa au nikajua unamwaza Edina. Yaani maana bado tunamwaza shangazi. Michael mzoe tu bwana ndugu yako Gutale, si unamjua? Ndio kumiza baadhi sasa ndio utakuja ukifai wa mgoto wangu. Sasa. Mwanaume anakula akausha na utapigwa kwa sasa. Mimi acha kwanza niingie hivi, nitaibuka baadaye kama vile. Basi poa, mimi naenda kutulia kwa kina Gutale hapo. Baadaye ndo nitarudi nyumbani. Precious. Poa, sasa ngoja vile kamtoe mawazo ya shangazi. Yaani nitatamba. Resudi show. Unajua nikwambie kitu kimoja? Mzee Miramba uko tofauti sana na mimi. Yaani tumefanya kazi ndogo sana lakini malipo. Naona wazee wa kazi. Mjomba, shikamoo. Mjambo. Poa. Karibuni. Asante. Michael, unawakumbuka? Nawakumbuka lakini nimewasahau majina yao. Ibra Gutale. Ibra? Huyu Gutale. 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 Ibra. Samanini. Ibra. Naam mjomba. Rafiki yenu ana matatizo kidogo na sasa hivi inatakiwa muwe naye karibu sana. Tena zaidi ya sana. Nyinyi ndio watu pekee ambaye mnaweza kufanya Michael kumbukumbu zake zirudi kwa haraka. Sababu amepoteza kumbukumbu. Tumekuelewa mjomba, na labda tutukuahidi kwamba tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba Michael anarudi katika hali yake ya kawaida. Ondoa shaka mjomba. Na naomba kuanzia hivi sasa sitaki kwa sasa hivi mfanye kazi ngumu. Mpaka Michael hali yake itapokaa sawa. Sisi tumeelewana? Shangazi yako yuko ndani? Ndio yupo. Acha mimi nikuache na vijana wenzio. Naingia ndani kidogo. Ibra. Gutale. Hizi ngapi? 2. 1. Unapoona. Ulisema huyu anaitwa nani? Ibra. Mimi Gutale. yani. Pole sana. Asante. Pole sana, utakuwa sawa. Utakuwa sawa. Nitakaa sawa. Lakini nikikuangalieni nyinyi naona mwenzenu amelala kule, ameumia, amepigwa, nyinyi hata wasiwasi hamna. Ni kweli mzee, sisi tulijua bwana kuja kutupa kibarua cha kufanya. Ndio. Ibra, Gutale, changamkeni, jipambanieni. Kwa nini mnazuba? Nyinyi vijana aina gani? Mnamjua alofanya mambo haya?
Mnamfahamu alofanya unyama huu? Nyinyi ndio wa kwanza kufika kwake asubuhi. Shikamoo mzee, na anakufanyisheni kazi kama punda na malipo yalikuwa kiduchu. Amsemi mmelizika tu. Sasa kama mkupambana nyinyi mtajikomboa. Lini mtaendelea kupigwa? Sasa kinachofuata, kesho itakuwa zamu yako wewe Ibla, kesho kutwa itakuwa zamu yako wewe Gutale. Mtondogoo itakuwa zamu ya wazazi wenu. Kama mmenielewa, fanyeni kama nilivyokuambia. Na kama hamtaki kunielewa, endeleeni kuwa hivyo hivyo, mnaburuzwa. Ibla, Gutale, alifanya hiki kitendo kashajulikana. Mbona mnijibu? Edina, kiukweli ni kwamba bado hatujajua. Ila kwa taarifa tunazozipata chini hapa kijijini, wanimzungumzie sana kumtaja ni mzee Mkude ambaye ni baba yako. Na Michael anaendeleaje sasa hivi? Mbona mnijibu? Kama mtaki kuniambia mimi. Edina, subiri kwanza, subiri. Edina. Sikiliza mimi, sawa? Edina. Hali ya Michael kwa sasa sio nzuri. Ukienda kumwangalia nadhani utazidi tu kujichanganya. Itazidi kukuvuruga. Naomba uniamini mimi na Gutale. Tutamwangalia vizuri tu. Na kesho utajua kinachoendelea. Mimi na Gutale ni marafiki wazuri sana wa Michael. Hivyo usio na wasiwasi. Sawa? Na kuomba tafadhali nenda kapumzike kwanza. Pole. Sawa Pole sana. Na sasa tunafunga goli nyingi sana. Sababu wao hawezi mpira. Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua kijijini hapa hawajui kama mimi ni mcheza mpira. Lakini kumbe mimi nikikaa pale katikati kwanza kucheza mpira, mimi nitakaa namba kama sio namba 2, basi nitakaa namba 13, namba 6. Basi mimi nacheza mfumo. Naam. Habari zenu? Salama tu. Kwema dada. Habari za jioni. Salama, naona mkomishe mishe. Unajua tena mida yenyewe hii. Sawa. Taarifa ya mkutano wa kijiji nadhani mnayo. Sawa. Kama mnavyojua jamani, kipindi hiki tupo katika kipindi cha uchaguzi. Sasa leo kuna mkutano wa kijiji. Inatakiwa mjitokeze kwa wingi. Mgombea wetu Milambo atakuwa pale leo. Atajinadi na atamwaga sera za chama. Na nyinyi endapo mtapokuwa kwenye kikao, mtakuwa mnamuuliza maswali na kuwajibu. Mtaporidhika na majibu yake, mnaenda kumpa ile kula yenu. Jamani msiniangushe. Lakini dada Irene, mimi na swali kidogo nataka kuuliza. Hivi kweli unaamini kabisa kwamba
Mgombea atatuletea maendeleo kwa kijijini tofauti na kipindi cha nyuma. Ondoa shaka kabisa. Tumedanganywa sana. Hapana. Milambo yupo kwa ajili ya utetezi wetu. Milambo kasimama kututulia kila kitu. Yaani kwa hiyo lisikutie shaka. Wewe tu fika kwenye kikao. Jamani sisi tumeelewana? Dada Hailin. Yaani kuhusu Milambo ndio tabu. Ndio shida. Mimi nakuja kwa ajili yake. Nawapenda. Jamani karibuni sana. Msiniangushe. Yaani hakuna shida. Yaani nitafurahi sana mkijitokeza kwa wingi. Msisahau kuambia na wengine wajitokeze kwa wingi jamani. Kwanza mimi nitakuja na wenzangu 15. Yaani wote nakuja nao. Jamani 20. Jamani nitashukuru sana. Karibuni sana. Liasilaga. Nawapenda jamani. Dadangu asante. Haya. Yaani hilo limeisha. Haya. Mimi nawachukua. Naweza nikawakusanya watu wengi. Si unajua mtaani hapa kila mtu gutale mtu wa watu. Wote na mzee Milambo. Wewe. Mimi naenda kukodi mpaka wachezaji. Sasa na mkodi Nyamba. Sawa, lakini hakikisheni Michael anafika nyumbani salama. Kuhusu ile shangazi, wala hata usijali. Sisi sasa hivi tunakusikiliza sana. Si mnamuona bado hayuko sawa. Ndio. Mfikishe nyumbani na mwashe nyumbani. Msipite sehemu nyingine tutagombana. Usijali shangazi, ondoa shaka. Michael, usitoke nyumbani mpaka nimefika. Sawa auntie. Nisikie. Baki salama shangazi. Ngoja mimi nimalizane na. Hii sio tena wakati wa kuogopa. Shikamoo. Marhaba. Michael. Ama kweli hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Yaani sikutegemea hata siku moja kukuona wewe katika hali hiyo. Hata heshima ulionipa leo nilikuwa ninaiota tu kwenye ndoto. Kila kitu kinaweza kubadilika. Kwa hiyo hata wewe Michael umebadilika. Umekuwa mtanashati, mstaarabu kama metacha mnata. Mungu ni mwema. Maana hata kijiji changu sasa kitakuwa na amani. Maana zamani wana kijiji walikuwa wakisikia tu Michael huyo, kila mtu anatafuta Michael huyo, lakini sasa hivi watu wataishi kwa amani. Maana zamani hata ukigonga mlango wangu nilikuwa naogopa, naona tayari moto huo unakuja. Lakini sasa hivi ukigonga kwangu mlango nafungua mwenyewe na kukaribisha karibu. Usibadilike bwana. Vijana bwana. Yule nani? Yule si mwenyekiti baba yake na Edina. Michael. Yeye anataka kusema kwamba mzee Mkude ambaye alikuwa anatupatia vibarua hapa kijijini wewe umfahamu? Acha hizo bwana. Sisi mzee Mkude alikuwa anatupa kazi kila siku, tunapata pesa kwa sababu yake. Mzee Mkude. Yule si baba yake na Edina. Michael bwana, acha hizo bwana ndugu yangu wewe. Unakuaje? Acha hizo. Msao mzee Mkude. Alafu na wewe sasa ujue utaenda kwa kisi kwa sababu mtao mpaka mzee Mkude.
Tembea basi. Yaani leo Michael usituangushe. Tutoko Michael unatuangusha sana. Yule mtoto mwenyekiti anakupenda. Alafu kwa nini unaleta mazingizi? Kwa nafikiri ajui hilo. Anajua sema nguo anafanya makusudi tu. Wewe ni mtu mzima sasa hivi. Wakati mwingine ndio unajiongeza. Yaani yule mtoto mimi ninavyojua mimi Edina anakupenda sana. Sasa Michael, tumekwambia mtu anataka kuongea na wewe. Ni Edina. Edina ameomba kuongea na wewe leo. Sehemu maalum. Yule pale. Michael. Thibitisha kwamba wewe ni mwanaume. Tafadhali nenda kazungumze naye. Usituangushe na leo tu unavyotuangushaga kila siku. Mbona siku hizi sasa cheki divu? Ndio kama jinga. Unajua nini? Sasa hivi naona kabisa Michael ameanza kurudisha moyo wake kwa Edina. Yaani mpaka amekubali kuja kuongea na Edina. Alikuwa hajui. Tumemshtukiza tu. Tuache. Yaani kama naona vile. Hapo leo. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu Michael. Tafadhali. Naomba tukae chini tuzungumze. Yaani kati ya siku ambazo mimi niko na fulani leo. Unajua tulipofika pale tukamuonesha sasa Michael. Umemwona Edina? Mimi nikajua tu moja kwa moja, yani Michael lazima akatae. Hivi mimi nimejifikia kitu kimoja. Hivi wewe jinsi pale ulivyoona pale. Michael ataendelea kumkataa Edina au hampendi Edina kweli yule? Butale, unajua na wewe una maneno mengi sana. Labda nikwambie kitu kimoja. Moyo wa mwanadamu siku zote ni kama kichaka. Na ni sawa sana kupita sehemu yenye kiza. Huwezi kuuelewa moyo wa mwanadamu hata siku moja. Sasa mimi nitajuaje wanachokiwaza wao? Kama ni kweli wanapendana au la? Hiyo ni siri yao. Unakumbuka zamani kwamba hata Edina alishawahi kumwombaga Michael amsindikize, Michael akakataa. Sasa leo umeona, sasa leo tumefika mpaka pale tumempeleka Michael, tukamuoneshia alikuwa anakuita yule pale Edina. Ni Michael likaenda. Mpenda. Hilo sina hakika nalo. Lakini mimi ninachojua kabisa ambacho sina wasiwasi nacho, Edina anampenda sana Michael. Hilo sipingi. Michael. Mimi nakupenda. Na nakupenda sana. Kwa kuthibitisha haya, nimevunja uhusiano wangu mimi na Nicholas. Yote kwa ajili yako. Najua unipendi. Lakini mimi niko tayari kusubiria wewe mpaka utakapokuwa tayari. Mimi niko tayari. Michael. Mbona uzungumzi chochote? Edina, sina cha kusema, ila ni jambo la kushangaza sana mwanaume kupendwa na wewe, then yeye hakupendi. Michael, mbona umebadilika hivi?
Edna, fuata wewe moyo wako. Unakwambia nini? Kwani wewe moyo wako unakwambia nini? Edna, ni mapema mno mimi kuelezea hisia zangu zinasema nini, ila nashukuru kwa kupendwa na msichana mrembo kama wewe. Umeona sasa? Nicholas huyo. Hapa tunatakiwa tufanye jambo. Basi hivyo kutatokea ugomvi. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi nasimama mwenyewe hapa. Napambana nao. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi. Bishop Peter. Bosi, naiomba mimi hii kazi. Kama kile kipigo cha siku ile hakikutosha na unahitaji kingine zaidi ya kile, nipo tayari kukupatia. Nikwambie tu kitu. Siku ile mlikuwa wengi, nilikuwa peke yangu. Sasa leo nataka tuoneshane wanaume, tupigane wawili. Hakuna mtu kuingilia kati yetu sisi, mimi na wewe. Wewe unaweza kazi? Nakuuliza wewe unaweza? Sikilizeni nyembwa. Msiokuwa na mbele wala nyuma katika maisha yenu. Mimi sina muda wa kupoteza kupambana na nyinyi. Yaani mkiniona mchukulie kama mmeona kituo cha polisi. Sawa sawa? Tumeelewana? Wajinga. Nicholas. Sikiza nikwambie kitu kimoja Nicholas. Usione kila siku unaongea upumbavu wako na upuzi wako na ujinga wako, nimekaa kimya ukafikiri mimi ni mjinga. Au nakuogopa labda. Nasema hivi, iko siku nitakutoboa tumbo lako kama kitambi cha mimba. Wewe nichezee tu. Jichanganye tu, jipendekeze tu uone siku moja nitakavyokufanya. Sikiliza nikwambie kitu, we dogo. Wote niwaambieni kitu msichokijua. Mnakwenda kuozea jela. Kesi yenu imeshafika mahakamani. Unatamani kunifahamu? Nani wewe? Wanaume huwaga hawaongei sana. Siku zote mwanaume kama anaweza kazi. Siku ukiwa na uhakika unaweza kufanya hicho unachosema. Wewe, mimi sio gutale wewe. Mimi sio gutale.
Nakwambia iko siku nitakubadilisha kila rangi wewe. Nitakufanya wa blue, mwekundu, mweusi, mweupe. Wewe thubutu siku moja uone. Nokubula gabe nyantawe. Sasa. Kule si ndiko anakoenda sasa ndiko naingia na Mike. Ndio kipi na kule. Sasa tufanyaje? Hapa cha msingi tu tukaangalia utakachokifanya. Sasa umwambie wewe. Michael iko hivi. Mrembo wako wa siku zote, malkia wako wa siku zote, ana shida na wewe, anataka kuzungumza na wewe. Na alitaka kukuambia muda mrefu, lakini alikuwa anaogopa kuja nyumbani kwenu. Nani? Michael. Sasa nani mwingine kama sio Edina? Okay. Yeye yuko wapi? Hilo sio tatizo. Wewe tu ukiwa tayari, mguu kwa mguu sasa hivi tunakupeleka alipo. Sawa. Twende. Tujage. Huyu sasa hivi sio leo tu. Michael. Yes, auntie. Oh. Na Ibra. Mambo? Safi. Karibuni. Asante. Shangazi. Tulikuwa tunaomba tuondoke na Michael. Twende mtaani tukatafuta kiparua. Tupate cha kusembeza, tupate chochote kile. Sawa. Lakini mumwangalie mwenzenu. Si mnaona hali yake bado haijakaa sawa? Ndio shangazi. Ibra, nasisitiza tena. Kuweni makini huko mnakotafuta vibarua. Msije mkathubutu kuingia kwenye shamba la mirambo au mkude. Wangu nishanikosesha penzi lile la kweli. Shiringi ishaumiza wengi sana. Ishavunjisha mahusiano mengi. Licha ya kazi na pengine. Kikosea serious tu muda wote. Changamka. Sasa umekuwa chini. Shauri yako jichangamka. Matatizo kawaida tu haya. Mjomba. Mjomba, marhaba. Karibuni. Marhaba. Habari za kumtoka wako? Salama tu mjomba wangu. Pole na majukumu ya hapa. Ndio majukumu yetu. Maana bila kufanya hivi jambo haliwezi kwenda sawa. Na ndio maana nimkwambieni, yani nyinyi hata nikikuacheni hapa siku hii moja, hesabu zote zitakuwa ziendi sawa. Kweli, lakini sababu hii kazi inaonekana ni ngumu sana. Maana na mwezi sasa. Kuna mzigo nimeuleta hapo. Kila nikipiga hesabu, mzigo umeisha lakini hesabu haziendi sawa. Mjomba, nilikuwa naomba nikusaidie. Unasemaje? Naomba nikusaidie. Hivi Michael, toka lini ukawa na akili ya kufanya hesabu? Naomba mjomba. Mwacha masiara yako bwana. Wewe unafikiri hii kazi ya kutumia nguvu hivyo unapopita huko mkikimbizana huko na kuumizana, unategemea humu rahisi tu? Hesabu zinatakiwa akili na utulivu. Nipe nijaribu. Maana mtoto akililia wembe mpe. Mjomba. Basi sisi acha tukuache na msomi wetu wa ndotoni akusaidie kidogo mahesabu hapa, kwa sababu tumetoka kwenye barua huko, lakini tunaona bado muda unaruhusu. Mimi nakutakieni safari njema. Sawa mjomba. Ila Michael. Msomi. Anaweza huyu. Unasikia? Leo anaumbuka leo. Yaani kesho tukajini Michael akajua hesabu. Ndio hapo sasa. Ngania naomba nikusaidie hapa polisi. Bora tuonekane wajinga kwenye kushika jembe, sio kujifanya tunajua vitu ambavyo hatujui. Yaani Michael pale bila kwa jinsi ninavyojua pale Michael anaandika. Yaani kama ndugu yangu Yohana Faya Buda Urembo anapoita.